Miongoni mwa chakula muhimu sana kipindi mwanamke anahangaika kupata ujauzito ni pamoja na protini nyeupe, samaki au vyakula vyenye wingi wa omega 3. Najua umewahi kusikia omega 3, omega 3, omega 3. Sasa kwa kifupi, omega 3 ni aina ya fati ambazo ni nzuri sana, zina afya, yani zinatufaa. Tena sio tu kwa mjamzito, ni kwa mtu yoyote, lakini kwa mjamzito ni muhimu sana. Nitakwambia kwa nini. Sababu ya kwanza ni kwenye miili yetu huwa kuna prosesi nyingi zinaendelea, na maanisha metabolic activities. Miongoni mwa shughuli hizo kunahusishwa moja kwa moja na shughuli kama oxidation na shughuli ambazo zinapelekea mwili upate inflammation. Kwa hiyo kuwepo kwa omega 3 kunafanya iwe rahisi mwili kupona kutoka kwenye hizo inflammation na hizo shughuli za oxidation. Sasa shughuli hizi unaweza kuhisi zinatokea kwa ubaya, lakini mwili kama mwili huwa unaandago hizo process kwenye hali yake ya kawaida tu, na inapotokea hakuna kitu cha kureverse au kurudisha na kufanya restoration ya mabadiliko hayo, basi mwili huo unaendelea kuchoka. Ndio maana utakuta mwanamke ambaye hapati virutubisho au vitu kama hivyo anakuwa anachoka sana, kuanzia kwenye mwili, namna anavyojisikia, na mabadiliko ya kwenye ngozi, mabadiliko ya kila sehemu, anaonekana kama mzee. Sasa hayo yote unaweza ukayaona kwa nje, lakini kwa ndani hizi omega 3 zina play role kubwa sana kwenye kurekebisha hormone. Mwanamke mwenye changamoto ya hormone anahitaji sana hizi omega 3, kwa sababu tukumbuke hormone huwa zinazalishwa na seli maalum ambazo kazi yake ni kutoa hormone husika. Kwa hiyo kila seli huwaga inafanya hizo process ambazo nimeeleza. Uwepo kwa mafuta haya kuna kwenda kurestore au kufanya seli hizo zipone. Kwa hiyo seli husika zitatoa hormone kwa kiwango sahihi kwa wakati sahihi. Faida nyingine, fati za aina ya omega 3 zinasaidia sana kwenye ovulation, zinasaidia sana kwenye kutengeneza ukuta ambao kile kinachopatikana baada ya yai kukutana na mbegu kinakwenda kujishikiza, kwa maana ya kwenye ile functional layer iliyokuja kwenye ile endometrium. Lakini vile vile kwa upande wa mwanaume yanasaidia sana sana kwenye swala lake la uwezo wa yeye kwenda kurutubisha lile yai, na maanisha kuanzia performance ya tendo mpaka namna ambayo mbegu zitatoka zikiwa zina afya sahihi, kwa maana ya muonekano, kasi na uelekeo sahihi kwenda lilipo yai. Hivi vyote kwa pamoja vinaweza kuchochea au kuongeza tija kwenye uwezo wa mwili wako kupokea mabadiliko ambayo yatakuwa ni rahisi kwa wewe kupata ujauzito kipindi ambacho una struggle sana na haujui chanzo ni nini. Kwa hiyo pendelea kutumia samaki. Hii michemsho ya samaki, tena ukipata samaki ambao ni fresh, inakaa poa sana. Kwenye walnuts, chia seeds, flax seeds na vitu vingine vingi sana. Ikiwa kuna kitu chochote umenufaika kwenye makala hii, ni vyema ukashare na rafiki naye anufaike. Kumbuka hii ni Swahili Medics, jitambue, jitibu, jiamini.